Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na serikali kutumia trilioni 62.3 bajeti ya mwaka 2026-27. Kwa ujumla kwamba katika mwaka unaofuata wa fedha serikali itumie shilingi 62.3 trilioni. Hiyo ndio bajeti kuu ya matumizi ya serikali. Watuhumiwa 98 wakamatwa Njombe kwa makosa ya mauaji na kubaka. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe kufuatia operesheni ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei imefanikiwa kuwakamata watu 98 wa tuhuma mbalimbali. Baba Levo kuteuliwa kuwa balozi wa wanaume. Hapa Mheshimiwa Baba Levo tunatarajia kumteua awe balozi wa wanaume. Lengo ni kwamba kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao watuletee zile hoja, wapi tuna miss point katika kusuka mikakati yetu. Na katika michezo, TNMC yaandaa mbio kuboresha sekta ya afya, na zitafanyika kwa kishindo kikubwa hapa jijini Dodoma. Lengo la mbio hizi ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia ama kuwajengea uwezo wa uguzi wasimamizi wa vyumba vya upasuaji. Na habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea taarifa hizi siku ya leo. Jina langu ni Beldina Majenge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibu uwe nasi tangu mwanzo wa taarifa yetu mpaka mwisho. Na tukianzia jijini Dodoma, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dorothy Gwajima amesema sheria ya mtoto ipo kumshughulikia mtoto wa kike na wa kiume, huku serikali imesajili vyama vya wanaume mbalimbali. Lengo ni kuchukua mtandao wa wanaume ushike nafasi yake katika kuangalia maslahi yao. Gwajima ameeleza hayo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Fatma Rembo, na kusema kuwa anatarajia kumteua mbunge Kigoma mjini Clayton Revocatus Chiponda maarufu Baba Levo kwa balozi wa wanaume kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapomwezesha mtoto wa kike tusimsahau pia mtoto wa kiume ambaye pia anakutana na changamoto nyingi za malezi. Je, serikali ina mpango gani maalum au mkakati gani maalum wa kuhakikisha kijana wa kiume anajengwa na kulinda ili aweze kuja kuwa kiongozi bora na baba bora wa kesho? Ajibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Fatma kwa swali lake la nyongeza zuri ambalo linapenda kujua ushiriki wa watoto wa kiume kwenye masuala haya ya malezi na makuzi. Napenda kusema kwamba watoto wote ambao wanasimamiwa chini ya wizara hii ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ni wa jinsia zote. Na katika mikakati yote tunapotamka neno mtoto wa kiume anakuwa ni sehemu. Mfano, tunatekeleza mkakati wa vikundi vya malezi vya wazazi. Wazazi hawa wanafundishwa jinsi ya kwenda kufanya malezi na makuzi ya watoto. Ndani mle wanaume wapo ambao ni baba zao na hawa watoto. Tunatekeleza elimu kwa jamii inayohusu masuala yanasema familia bora, taifa imara. Tayari wazazi ambao wameshiriki kwenye hii program au hii kampeni ni kama 550,000 hivi, lakini kati yao 157 na pointi ni wanaume. Kwa hiyo tunawafikia watoto hawa kupitia wazazi wao wa kike na kiume. Lakini tukienda mashuleni tuna madawati ya ulinzi wa watoto. Madawati ya ulinzi wa watoto ni watoto wote, wa kike na wa kiume, na kwenye uongozi pale kiongozi ni mwanamke na mwanamume kwa pamoja. Kuna mabaraza ya watoto tunayafanya. Haya mabaraza ya watoto yanaanzia kijijini, kwenye mitaa, kwenye kata. Haya nayo ni watoto wote wako mle ndani. Na tumekuwa na watoto wa kutosha wa kiume wanakwenda kuwakilisha nje ya nchi wakitokea kwenye haya mabaraza. Ukiangalia sheria ya mtoto ilivyojengwa inamshughulikia mtoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo napenda tu kusema kwa ufupi tunazingatia masuala haya, na ili kuongeza nguvu zaidi tumesajili vyama vya wanaume mbalimbali, na siku hiyo nawasilisha bajeti tarehe 1 Juni walikuwepo. Lengo ni kuchukua mtandao wa wanaume
uingie ushike nafasi yake katika kuangalia maslahi ya wanaume, sio wakubwa tu, bali na watoto. Na hapa Mheshimiwa Baba Levo tunatarajia kumteua awe balozi wa wanaume. Lengo ni kwamba kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao watuletee zile hoja, wapi tuna miss point katika kusuka mikakati yetu. Hili linakwenda sambamba na Mheshimiwa Kampala pia. Hawa tumewaona wanaweza wakatusaidia sana kwenda vizuri kwenye hii wizara, ili hili swala mwishowe lipate majibu ya kutosha na ya kina yanayowaridhisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukielekea jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Florent Kiombo, amesema kamati hiyo imeridhishwa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, huku akitaja shule ya sekondari Bonyokwa kuwa miongoni mwa shule bora za serikali walizowahi kuzitembelea nchini. Kiombo ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kikazi ya kamati hiyo ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo iliyotekelezwa na serikali kupitia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Amesema katika ziara zao za ukaguzi katika maeneo mbalimbali nchini hawajawahi kuona shule ya serikali ya kata yenye ubora wa hali ya juu kama shule sekondari Bonyokwa, jambo ambalo linadhihirisha usimamizi mzuri wa fedha za maendeleo na dhamira ya serikali ya kuboresha sekta ya elimu. Mradi wa kielezo mwingine tumeenda shule ya sekondari ya Bonyokwa ambayo ni shule ambayo ni ya magorofa. Waandishi wa habari tunatambua shule zimejengwa nyingi katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tumeona shule za kielelezo hasa katika jiji la Dar es Salaam, shule ya gorofa 5. Kwa kweli hii imekuwa ni ya mfano, na shule hiyo imekuwa lifti kuhakikisha kwamba vijana wetu, lakini watu wenye mahitaji maalum hawapati shida kupanda katika gorofa za juu. Ni madarasa ambayo ya kiwango kikubwa kwa ajili ya vijana wetu wa kidato cha 5 na kidato cha 6. Na tunaona mradi huo kwa kweli ni wa kielelezo pia. Lakini mradi wetu wa 3 tunauona upande wa afya. Tumekuja hapa kuangalia kituo cha afya cha kielelezo. Kituo hiki mmeona mradi mkubwa wa bilioni 7.5. Nyewe waandishi wa habari ni mashahidi. Rais ameendelea na serikali yake kujenga vituo vya afya mbalimbali ndani ya nchi yetu. Tunajenga vituo vya afya vya milioni 500. Sasa kituo hiki cha kielelezo mnaona ni gorofa 5 kwenda juu, na kimegharimu zaidi ya bilioni 7.4. Na mandhari yake mnayoona katika maeneo ya mzunguko na wananchi ambao watapata huduma katika eneo hili. Lakini tunaona kwa kweli kwa kiwango cha ujenzi ambacho kinaridhisha. Kama kamati kwa kweli, kwanza tunampongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pili, eneo hilo tulilopo ni eneo ambalo mbunge wake ni Mheshimiwa Musa Hassan Zungu ambaye ni spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tunaendelea kumpongeza yeye kama mbunge wa eneo hili, ambapo pamoja na majukumu mazito alionayo ya kuliongoza bunge, lakini bado anakumbuka wananchi wake ambao wamempa dhamana kuhakikisha kwamba wanaendelea kupata huduma mbalimbali katika jimbo lake. Kwa hiyo tunaona kwa kweli ni ushirikiano mkubwa, lakini eneo hilo limekuwa pia la historia. Kata hii ambayo kituo hiki kinajengwa pia ni kata ambayo Mheshimiwa Mstahiki Meya ni diwani na ndo Mstahiki Meya. Kwa hiyo mmeweza mkaona viongozi hawajisahau, wanahakikisha kwamba huduma kwa wananchi zimekuja. Mimi kwa niaba ya kamati kwa kweli nichukue fursa hii kupongeza na kushukuru uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, lakini pia na sekretari yake ya mkoa kwa kazi nzuri na usimamizi. Lakini pia salamu zetu za pongezi mwendee Mheshimiwa Mpogoro, mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi na usalama. Tunaona ambavyo viongozi hawa wametengeneza muunganiko mzuri na watendaji, ambao watendaji manake chini ya baraza la madiwani, chini ya meya wetu, lakini pia mkurugenzi ndugu yetu Eri Huruma Mabere, ambao pamoja na wataalamu wake tunaona wametengeneza chemistry nzuri. Ndio maana tumepita katika miradi ya kielelezo. Sisi kama kamati kazi yetu ni jicho, ni kuona, ni kushauri na kuelekeza sehemu ambazo tunaona hazijaenda sawa. Lakini kwa eneo hili kwa kweli tumejiridhisha, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa naibu katibu mkuu kwa halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam inafanya kazi nzuri. Na tukielekea mkoani Mwanza, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu 11 kwa tuhuma za kuiba na kuharibu miundombinu ya serikali ikiwemo betri za taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua.
Akizungumza kuhusu tukio hilo hii leo, kamanda polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa amesema watuhumiwa 4 wanatuhumiwa kuiba betri hizo, huku wengine 7 wakidaiwa kuzipokea kupitia biashara ya vyuma chakavu. Katika operesheni hiyo, polisi wamefanikiwa kukamata betri 4, mizani 5 pamoja na bajaji inayodaiwa kutumika kusafirishia vifaa hivyo. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea kufanya misako ya kudhibiti na kukamata uhalifu wa matukio mbalimbali ya kijinai. Tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu limefanikiwa kuwakamata watu 4 kwa tuhuma za wizi wa betri za sola zinazofungwa katika taa za barabarani zilizoibiwa katika eneo la barabara inayotoka eneo la Sabasaba kuelekea Usweru katika wilaya ya Ilemela. Taa za sola zilizopo katika barabara inayoanzia eneo la Pasiasi hadi Buzuruga wilaya ya Ilemela, ambayo inaitwa barabara ya Balewa ambayo iko wilaya ya Nyamagana, na barabara ya Pamba hadi Mbugani wilaya ya Nyamagana, na barabara ya Isamilo, hivyo kusababisha taa hizo kushindwa kuendelea kutoa mwanga katika mitaa hiyo. Watuhumiwa waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo: Zakaria Marwa Kyolyo ana miaka 17, ni mkazi wa Mabatini. Abdul Rashid Ramadhani mkazi wa Kitangili ana umri wa miaka 27. Ernest Clement Mtiku miaka 25, huyu ni dereva bajaji na mkazi wa Igogo. Wanne ni Leonard Peter Ezekiel miaka 19, mkazi wa Nata katika wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea na operation kali kuhusiana na tukio hilo na limeweza kufanya mahojiano ya kina kwa watuhumiwa hao waliokamatwa, ambapo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine zaidi 7, ambao hawa watuhumiwa 7, watu 7 hawa ni wafanyabiashara wa vyuma chakavu jijini Mwanza. Wafanyabiashara hawa wamekamatwa na wanatuhumiwa kwa kupokea betri hizo za sola za taa za barabarani zilizoibiwa, hivyo kuchochea wizi na uharibifu wa miundombinu hiyo ya barabara. Watuhumiwa hao ambao wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa, majina yao ni kama ifuatavyo: wa kwanza anaitwa John Richard Kabesa miaka 28, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka Ilemela. Wa pili ni Richard Kabesa miaka 57, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka wilaya ya Ilemela. Wa tatu ni Wilson Jackson Anania miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Mbugani wilaya ya Nyamagana. Wa nne ni Yohana Gabriel Rubeche ana miaka 36, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Nyakabungu wilaya ya Nyamagana. Wa tano ni Everest Charles Katoto miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Murunya kata ya Kahama wilaya ya Ilemela. Wa sita ni Ali Musa Talimo miaka 56, mfanyabiashara na mkazi wa Nyamanoro wilaya ya Ilemela. Wa saba ni John Emmanuel ana umri wa miaka 60, ni mfanyabiashara na mkazi wa Buongwa katika wilaya ya Nyamagana. Katika msako huu ambao kama nilivyosema unaendelea, tumefanikiwa pia kukamata betri 4 zilizokuwa zimeibiwa katika matukio hayo za taa za barabarani ambazo zinatumia nishati ya jua, yani solar panel. Pia tumefanikiwa kukamata mizani 5 inayotumika kupima uzito wa betri hizo zinapokuwa zimeibiwa na vifaa vingine vya kufanyia uhalifu. Lakini pia tumeweza kukamata bajaji moja yenye namba za usajili MC 335 FJR. Hii ni aina ya TVS iliyokuwa ikitumiwa na wezi hao kusafirisha betri kutoka kwenye maeneo ya matukio na kuzipeleka kwa wanunuzi. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea na jeshi la polisi linaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kulinda miundombinu ya barabara iliyopo katika maeneo yao, kwani miundombinu hiyo ni kwa faida yao wenyewe, na serikali inatumia gharama kubwa za fedha katika ujenzi wa barabara hizo.
Kwa upande wa wahalifu, jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa watu kutojihusisha na uhalifu wa aina hiyo na uhalifu mwingine wowote ule, kwa sababu jeshi la polisi liko makini katika kulinda wananchi na mali zao na miundombinu yote ya serikali. Tunaziomba mamlaka zinazohusika na miundombinu ya barabara kama TARURA au TANROADS kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara kwenye barabara ambapo amefunga hizo taa, kujiridhisha kama hizo taa zinafanya kazi, zinawaka, na kujiridhisha kama bado ziko vile zinatumika kama ambavyo waliziweka, kama ambavyo ziliwekwa na wale wazabuni walioteuliwa. Na itakapobainika kwamba kuna uharibifu, basi waweze kurekebisha. Itakapobainika pia kama kuna matukio ya wizi, tunawasisitiza wafike kwenye vituo vya polisi na kutoa taarifa ili jeshi la polisi mara moja lianze kufanya ufuatiliaji. Lakini sambamba na hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hili, limeimarisha doria kali katika mitaa yote ambapo zimefungwa taa hizi na miundombinu mingine yote ya barabara, kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayefanya hujuma ya aina yoyote. Na wale ambao wamebaki huko mtaani wanaojihusisha na matukio kama haya, wakifikiria mali za serikali hazina mwenyewe, wanakosea. Doria inayoendelea na misako inayoendelea katika maeneo yetu yote katika mkoa wa Mwanza, hatutamwacha mhalifu yoyote akijineemesha kwa mali za serikali. Lazima tutamshughulikia vikali kwa mujibu wa sheria. Na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema serikali inatarajia kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.3 katika mwaka wa fedha wa mwaka 2026-2027 kwa ajili ya kugharamia matumizi ya kawaida na maendeleo. Akizungumza na wanahabari jijini Dodoma hii leo kabla ya kuwasilisha bungeni kesho, Waziri Omari amesema sehemu kubwa ya fedha hizo itaelekezwa katika utekelezaji miradi ya kimkakati ikiwemo reli ya kisasa SGR, miundombinu ya barabara, maji, nishati na maendeleo ya rasilimali watu. Mtakumbuka vile vile kwamba katika mwezi wa Januari mwaka huu serikali kupitia Wizara ya Fedha kupitia waziri mwenye dhamana ya fedha iliwasilisha mbele ya bunge mwelekeo wa bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo kinachowasilishwa kesho bado kimeendana na mwelekeo ambao tulishawasilisha katika mwezi wa Januari, ambao tunatarajia kwa ujumla kwamba katika mwaka unaofuata wa fedha serikali itumie shilingi 62.3 trilioni. Hiyo ndio bajeti kuu ya matumizi ya serikali, shilingi 62.3 trilioni. Na kati ya hizi matumizi hayo kwa kiasi kikubwa yanatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani ambayo yanatarajiwa kufikia shilingi trilioni 46.8. Kwa hiyo mchanganuo zaidi tutautoa kesho wakati wa uwasilishaji wa bajeti yetu. Na kwa kazi za maendeleo, maki bajeti kawaida inagawanyika kwenye matumizi ya kawaida kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa serikali, kwa ajili ya shughuli za ulipaji wa mafao mbalimbali na stahiki za wafanyakazi, lakini vile vile upande wa pili kuna bajeti kwa ajili ya kazi za maendeleo. Na kwa upande wa kazi za maendeleo, mkazo mkubwa bado utaendelea kuwekwa katika kuendeleza miradi ya kimkakati ambayo inatekelezwa na serikali kama vile ujenzi wa reli ya SGR ambao wote mnafahamu tulishazindua reli hii kuanzia Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma, lakini kazi kubwa inaendelea kwenye lots zilizobakia, vipande vilivyobakia kutoka Dodoma kuelekea Tabora hadi Mwanza na Tabora kuelekea Kigoma na baadaye kuiunganisha na nchi za jirani. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya utekelezaji wa mradi huu wa SGR, lakini kwa kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ya kazi iendelee, na kazi ya ujenzi wa SGR bado itakuwa inaendelea. Vile vile tutakuwa na kazi kubwa sana katika mwaka ujao wa fedha kuendelea na ujenzi wa mtandao wetu wa barabara. Kuna barabara ambazo hali yake, kama mmekuwa mkifuatilia sana mijadala katika bunge letu, kuna hali ya barabara, baadhi ya barabara haiko vizuri, na kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanya kuzirejesha katika hali yake nzuri na kuendeleza baadhi ya barabara vile vile.
Tuna kazi ya kuendelea na uwekezaji katika mtandao wa taifa wa maji, water grid ya taifa, National Water Grid, ambayo imeshaanza kutekelezwa. Nayo kuna uwekezaji mkubwa ambao unahitajika kuendelea, na hili nalo litajitokeza katika mpango wa maendeleo kama ilivyojitokeza katika mpango wa maendeleo, lakini itajitokeza katika bajeti yetu vile vile. Hali ya nishati, miradi mbalimbali ya nishati, hasa upande wa usafirishaji na usambazaji wa nishati, nako kutaendelea vile vile kuwa ni sehemu ya bajeti yetu ya maendeleo. Na mwisho ni ujenzi wa rasilimali watu na ujuzi. Kwenye eneo hili kama ambavyo mnafahamu, uwekezaji mkubwa umekuwa unahitajika kuendelea katika upande wa elimu. Jamii yetu inaendelea kujengwa kwa kasi kubwa na watoto ambao wanahitaji kupata elimu, na ni jukumu letu kama taifa kuendelea kuhudumia kwa upande wa bajeti kuweza kuwapatia elimu. Lakini rasilimali watu kwa maana human capital, upande mwingine vile vile ni huduma za afya, lakini vile vile kuendeleza ujuzi kupitia mafunzo ya mali VETA na mengine. Kwa haya ni maeneo kwa upande wa kazi za maendeleo, bajeti yetu itegemewe kwamba itakuja kuyazungumza vile vile. Na hatimaye Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni zake maalum limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 98 kwa makosa mbalimbali ya kihalifu ikiwemo mauaji, kubaka, uvunjaji, wizi na madawa ya kulevya. Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi mkoa huo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Mahmoud Hassani Banga wakati akitoa taarifa mafanikio kwa mwezi Mei mkoani humo. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kufuatia operesheni ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei imefanikiwa kuwakamata watu 98 kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma hizo ni pamoja na matukio ya mauaji, uvunjaji, wizi na kupatikana na madawa ya kulevya. Miongoni mwa watu waliokamatwa katika operesheni hiyo ni watuhumiwa watatu ambao wanahusika na tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Matayo Kanyenyere Mhagama, miaka 60, mkazi wa kijiji cha Rudende iliyopo wilaya ya Ludewa, ambapo walimshambulia na kumkata na kitu chenye ncha kali ambacho kilisababisha kifo chake. Chanzo cha tukio hili ni imani za kishirikina. Watu hawa ambao wamekamatwa ni pamoja na mtu ambaye amefahamika kwa jina la Nimroni Laurent Mwinuka, miaka 54, Agata Johni Mtweve, miaka 32, na Sebastian Adamu Mhagama, miaka 29. Aidha, Jeshi la Polisi limemkamata mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la James Damson Ngole, miaka 34. Huyu yeye anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Na kujifanya kwake afisa usalama, anatumia kivuli hicho kufanya matukio mbalimbali ya kitapeli. Lakini kwenye upekuzi, wakati akiwa anafanya utapeli wake, tumebaini kwamba alikuwa na simu yake upande wa mtandao wa WhatsApp. Imebainika kwamba amekuwa akitumiwa nakala mbalimbali za vyeti vya taaluma waliomaliza katika vyuo mbalimbali pamoja na shule, na akiwa anawaahidi kuwatafutia kazi sehemu mbalimbali serikalini. Vilevile katika msako huo, Jeshi la Polisi limefanikiwa kumkamata Richard Hilali Mtewele, miaka 22. Huu ni mkazi wa kijiji cha Ngalanga, kata ya Wingilo, wilaya ya Njombe, akiwa na majani makavu ambayo yanayodhaniwa kuwa ni dawa za kulevya bangi, ambayo yana uzito wa gramu 900 ndani ya mfuko wa sulfeti. Watumia hao wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi wa mashauri yao kukamilika. Na taarifa hiyo ya Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe hatimaye tupeleka viwanjani, ambako huko tunajuzwa kuwa Baraza la Uuguzi na Ukunga nchini
TNMS limewaalika wananchi wote, vilabu vya wakimbiaji nchini, watumishi wa kada ya afya na sekta nyinginezo kushiriki mbio za wauguzi na wakunga Dodoma Marathon 2026 ambazo zinategemewa kufanyika jijini Dodoma Jumamosi ya Juni 13 mwaka huu. Lakini lengo kuu la mbio hizi itakuwa ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuwezesha mafunzo maalum ya wauguzi na wataalamu wengine wa afya wanaotoa huduma katika vyumba vya upasuaji ili kuokoa maisha na uhai wa jamii nchini. Ya tukio letu la kimichezo la wauguzi na wakunga Dodoma Marathon 2026 ambalo limepangwa kufanyika Jumamosi ya mwishoni mwa wiki hii, kwa maana tarehe 13 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, na tukio zima litafanyika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, likihusisha mbio za kilomita 5, kilomita 10 pamoja na kilomita 21 ama wanaita half marathon. Mbio hizi ikumbuke kwamba zilipangwa kufanyika tarehe 4 mwezi wa 4 2026 hapa jijini Dodoma, lakini kutokana na kuingiliana na sikukuu za Pasaka tulilazimika kuziahirisha, na nafikiri tunakumbuka na tulitoa taarifa hiyo. Sasa zimerejea na zitafanyika kwa kishindo kikubwa hapa jijini Dodoma. Lengo la mbio hizi ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia ama kuwajengea uwezo wa wauguzi wasimamizi wa vyumba vya upasuaji. Kama unavyofahamu, wasimamizi wa vyumba vya upasuaji ni wauguzi. Kwa hiyo kama taasisi simamizi ya hizo taaluma mbili tuligundua kwamba kuna gap, na tumekuwa tunaendesha hayo mafunzo mara kwa mara, lakini tukaona kwamba mwaka huu tunapoadhimisha miaka 73 ya kuzaliwa kwa baraza, tufanye marathon, tukusanye fedha ili walau tuongeze spidi kuwajengea uwezo ili kuokoa maisha. Kwa hiyo wananchi wote mnakaribishwa kushiriki. Ada ya ushiriki ni 30,000 za Kitanzania ambayo unailipa kupitia control number kwenye utaratibu wa malipo ya serikali. Na ikumbuke leo zimebaki siku 3 tu, na watu wengi sana wanajitokeza, wanaendelea kujiandikisha. Kwa hiyo kadri utakavyochelewa, maana ndio utakosa nafasi. Na katika siku hizi tumeanza kutoa vifaa vya michezo kwa maana ya kits maarufu kwa jina hilo, kwa maana ya t-shirt na namba za wakimbiaji. Nitumie fursa hii kama katibu wa riadha wa mkoa wa Dodoma kuwakaribisha wadau wa riadha kuweza kushiriki mbio hii ya wauguzi na wakunga Marathon Dodoma kwa mwaka 2026. Dodoma imekuwa ni chimbuko zuri sana la wakimbiaji, na sisi kama chama cha riadha mkoa wa Dodoma, ujio wa mbio kama hizi inatusaidia kukuza vipaji. Asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na serikali kutumia trilioni 62.3 bajeti ya mwaka 2026-27. Kwa ujumla kwamba katika mwaka unaofuata wa fedha serikali itumie shilingi 62.3 trilioni. Hiyo ndio bajeti kuu ya matumizi ya serikali. Watuhumiwa 98 wakamatwa Njombe kwa makosa ya mauaji na kubaka. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe kufuatia operesheni ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei imefanikiwa kuwakamata watu 98 wa tuhuma mbalimbali. Baba Levo kuteuliwa kuwa balozi wa wanaume. Hapa Mheshimiwa Baba Levo tunatarajia kumteua awe balozi wa wanaume. Lengo ni kwamba kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao watuletee zile hoja, wapi tuna miss point katika kusuka mikakati yetu. Na katika michezo, TNMC yaandaa mbio kuboresha sekta ya afya, na zitafanyika kwa kishindo kikubwa hapa jijini Dodoma. Lengo la mbio hizi ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia ama kuwajengea uwezo wa wauguzi wasimamizi wa vyumba vya upasuaji. Naam, kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge, nilikuwa naye mimi naitwa Frank Fagula.
Kwa pamoja tunasema alamsiki. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.